subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulieleza katika semina zetu kwamba darasa zetu za haji zitakuwa zinaendelea tutakapofika katika mji wa Makkah al-Mukarram. Sasa leo tutaanza darsa katika mji huu wa Makkah na kesho, na lengo kubwa ni kuwakumbusha na kuwapa maelekezo mbalimbali yanayohusiana na mwezi 8 na kuendelea mpaka tutakapokamilisha ibada yetu ya hija. Mbele yenu ni viongozi wenu Sheikh Juma Abdallah Kijepa, mratibu na ni mnadhimu wetu. Sheikh Taha Suleiman Bane ndiyo Sheikh mkuu wa taasisi, na mimi Yusuf Machirenga. Kwa hiyo bila ya kupoteza muda, darsa haitachukua muda mrefu sana. Tutamkabidhi maiki hii Sheikh ili aendelee, na kaeni tayari kwa kupokea taarifa mbalimbali inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu mahujaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala aliyotufikisha katika hatua hii ambayo tunasema ni hatua muhimu, kwa sababu mfumo wa hija tuliouchagua una hatua ya kwanza ni kutekeleza ibada ya umra mpaka inakamilika. Tunaamini kuwa hivi tunavyoongea mahujaji wetu wote tayari mshakamilisha hiyo umra, lakini kwa kuwa tulibaini hapa katikati baadhi yetu, inawezekana siku 2-3 zilizopita ilionekana bado hawajakamilisha, na pengine imetokana na ugeni wa ibada yenyewe, sababu ni ibada ambayo kwa kweli hata wale wasomi wanaopitia vitabu tunafikia kwenye utekelezaji kunakuwa na shida. Sasa hofu yetu isije ikajitokeza kuna mtu hakutimiza umra yake tukiwa hatupo kabisa hapa, tuko maeneo mengine, aidha Mina au Arafat au Muzdalifa. Ikitokea huko itakuwa ni shida kubwa sana kuitibu umra iliyokosa kutimia katika hatua hizi. Ama katika hatua za sasa hivi inawezekana kabisa mtu hajatimiza umra kwa dharura au kutokujua, tukamwelekeza nini afanye na ikaendelea kutekelezeka. Kwa la kwanza tunatumia fursa hii kwamba kama kuna yeyote umra yake sio hizi ambazo alizianzisha Masjid Aisha ambayo eneo la Tanheim, umra ile tuliotoka naye tukahirimia tukiwa angani, inatakiwa ile itimie, ndio na hizi nyingine zinaweza zikafanyika. Na kama zitaharibika hizi nyingine afadhali, hatuumii sana, kwa sababu hija inaweza ikapata nafasi yake. Lakini kama ile ya kwanza haikutimia, tukajikuta mwezi 8 tunahitaji kuhirimia hija peke yake, eneo ambalo linatakiwa liwe limetanguliwa na umra, itakuwa ni mtihani mkubwa. Sasa tunaomba kama yupo mwenzetu hajakamilisha umra yake kwa sababu zozote zile za kutojua, kusahau na kadhalika, hivi sasa kabla mwezi 8 akamilishe hicho ambacho kimebaki. Baada ya hilo, kama lipo halipo, ilikuwa fursa hii tunaitumia kuelezana kwamba nini kilicho mbele yetu. Kama mnavyoona muda wote tuko hapa, tulikuwa tunafanya ibada za kawaida, kila mtu kwa nafasi yake,
kila mtu kwa uchangamfu wake, kila mtu kwa uzuri wa afya yake. Walioweza kukesha muda mrefu wamekesha, walioweza kujichimbia huko msikitini wamejichimbia, tunaweza kujaliwa kuchichemea kila baada ya muda wa sala tunafanya hivyo. Hii hali itaendelea mpaka mwezi 8. Itabidi tuingie tena katika ibada ya hija, tuhirimie hija peke yake, tutienie hija peke yake. Na tunasema kutiania unamaanisha kwamba kuanzia sasa nimo katika utekelezaji wa ibada husika. Na tulipata hata baadhi ya maswali hivi, mtu kama utasahau ile kusema nawaitu kadha nawaitu kadha, tunasema hivi, kile tunachokitamka tunatamka tulichokinuia. Kama unazo hisia kwamba hivi sasa natekeleza ibada ya hija kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata usipotamka maneno hayo tayari ushanuia. Lakini katika moyo wako unapitisha vitu gani? Ndio tunasema unachopitisha kwamba nimenuia kufanya ibada ya hija kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, labbaik Allahumma hajja, yani unakariri kile ambacho kiko ndani ya nafsi yako. Sasa sisi mwezi 8 ambaye ni kesho kutwa mapema kabisa, ili mradi tu tunapotoka hapa, na sijui mpaka sasa tushaelewa booking yetu tunatoka saa ngapi, tutasema kwa muda utakaosemwa ambao wa kutoka hapa ndio muda wa kunuia ibada iliyo mbele yetu ya hija. Hija inanuiliwa katika vituo maalum. Ukiwa nje ya nchi hii ya Saudi Arabia, viko vituo vya asili 4, na cha 5 alikiongeza Umar ibn al-Khattabi na kikakubalika. Kuna hiyo ya Lamlam, kuna Juhfa, kuna Rabigh, kuna Najdi, kuna Dhul Hulaifa, inategemea unapitia wapi. Kwa sisi watu wote wa Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na wanaotokea Maskati na kwingineko, kituo chetu kiko ya Lamlam. Tunakipataje tukiwa angani? Tunapokurubia usawa huo, kama ilivyotokea, tumearifiwa, tumeona, tukakariri nia zetu, tukaingia. Lakini ukishakuwa ndani ya Maka, kituo chako kinakuwa pale ulipo fikia. Waliofikia hapa ni hapa, usitoke ukaondoka eneo hili ila uwe tayari umetia nia. Kwa hivyo mwezi 8 insha Allah taala, kwenye muda ambao tutaarifiwa, tutatia nia zetu. Baada ya hizo nia, labbaika zitaendelea, na maandalizi yake ni yale yale ya kiusafi yatafanyika. Mtu ataoga vizuri, atanukia vizuri, atavaa nguo zake nzuri. Kama ihram ni vyema zilizofuliwa ambazo zina muonekano mwingine, sio mtu umeziacha na matakataka yale toka siku hiyo, zitanuka sana na utasumbua watu sana, kwa sababu wewe unakaa kwenye grupu na wenzako, na ibada zote zinazofanywa kwenye grupu, sunna ya dini, huyu mfanyaji awe yumo katika unadhifu, isifikie mahala watu wanamnyanyapaa hata kuwa naye karibu. Sasa tutafanya usafi wetu tukiwa kwenye mabasi au vyumbani mwetu, tutadia nia zetu, tutaashiria kukumbusha. Inawezekana mtu, maana kweli tunayo yale mazoea kwamba ukimwambia mtu jambo la nia tu lazima akuulize nitanuiaje, kwa sababu tumezoea baadhi yetu kwamba yale maneno ndio nia. Inatushinda hii shida. Wakati wafunga ndio hivyo hivyo, ukimwelekeza mtu sala fulani, bana kuna swala za usiku, siji kuna qiyamul laili, inanuiwaje? Yani kwa kifupi tuna shida hiyo, basi tunaenda tuchukulie udhaifu wetu, lakini nia ni kile ambacho unakikusudia ndani ya moyo wako kukifanya. Sasa tunaamini wengine watafanya hayo wakiwa vyumbani mwao, lakini tukiwa pamoja, kabla hatujatoka tutakumbushana. Kuna ambaye hajatia nia, tutakariri kwa pamoja, labbaik Allahumma labbaika, tunaendelea na safari. Tutatoka hapa Maka wakati ambao utatajwa na mratibu, tukielekea Mina. Wengine wanaita Minna, lakini kwa kweli ni Mina au Muna katika baadhi ya lahaja. Ni Mina au Muna,
na sio minna. Ukitamka minna maana nyingine na kitu chenyewe kinakuwa ni kingine kabisa. Kwa hivyo tutaenda Mina. Kule Mina tutabaki pale Mina mpaka muda ambao tutaarifiwa, kwa sababu kwenda kwetu Mina ni kujisogeza tu kwenye viwanja vya Arafa, kwa sababu ule mtiti wake, kama tutatoka mwezi 9 hapa asubuhi, inawezekana pengine 12 hatujafika kule Mina, ingawaje eneo ni karibu kabisa kama tulivyoliona. Sasa tukiwa pale Mina tutaendelea na adhkari zetu hizi za labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tutaendelea nazo, tutakuwa tukifanya ibada pale, tutaongozana wenyewe. Mara nyingi mazingira ya pale, kila hema linakuwa kama ndio msikiti kwa watu hao. Ni mara chache labda mtu atoke hemani kwake akamsalimie mtu kwingine, kule inaweza ikamkuta sala akasali, lakini kwa kawaida kila lile hema ambalo mnakaa inakuwa hapo hapo. Ukifikia muda wa kusali, mnarekebisha mazingira yenu, mnasali. Tutakuwa pale tunasali na kufanya dhikri mbalimbali pale. Kwa kweli hakuna fursa ambayo ilikuwa inapatikana hapa, mtu anaenda analala msikitini anafanyaje pale. Kwa kweli mazingira yake ni kuwa hemani kwako. Unakuwa hemani kwako, umekuwa na uchangamfu, unafanya dhikri zako, na kama tulivyotaarifu sisi tunasimamia ibada ya hija, lakini mwenye adhkari za Qur'ani atasoma Qur'ani yake, mwenye kuleta istighfari atafanya istighfari zake, anayejisikia amechoka na lala atalala usingizi wake. Hatuna vitu vya namna hiyo kwamba hapa sasa tukae kwa sauti moja tunasoma Ayatul Kursi, tukae kwa sauti moja sisi tunasoma surati Yasini. Vitu vya namna hiyo sivyo tunavyoviongoza. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana thika, ana imani yake. Inawezekana mzee Masawe, mzee wa Shimboni Mange, ana mwalimu wake amemkinai, ameridhika naye, hata akisoma alamtara akimwambia hii ndio ikhlasu ya habishi. Sasa huyu pengine amwambia bwana, unakwenda huko, hii umeiona hii? Usiache. Basi kwa kadiri ya imani yake naendelee kumlilia Mungu wake. Sasa kwa hiyo tunasema pale programu yetu tu kwamba ni kuwahusia watu watumie vizuri muda wa kuwa pale. Kama huna sababu za kulala, usilale. Tumia muda wako kufanya dhikri zako, kufanya dua zako na vinginevyo. Umechoka, pumzika. Siku ya mwezi 8 itakamilika katika muundo huo, na pia tutapewa taarifa na watu wengine. Napotaja wengine manake hatumiliki chochote katika safari hizi, kwamba tutoke saa ngapi hapa, tunapangiwa. Hata kama tungependa, kwani tusiondoka muda huo tunaopangiwa, yeye ana orodha yake, ana maelfu ya watu anataka awapeleke Mina. Sasa anaratibu yeye kwamba hawa I travel ni watoe saa hizi, hawa si Jamarati muda gani, hawa wengine ni muda gani. Sasa vitu hivyo vinahitaji kuvumiliana. Sisi hatuwezi kuchange ratiba hizo, na ukilazimisha kuchange inawezekana ikawa umewaponza hao mahujaji wako. Kwa hivyo kwenye hili tunaomba sana na sana, ule muda tutakaoambiwa basi tukubaliane nao. Tumeufurahia, hatukufurahia, tukubali matokeo. Kwa hiyo tutakuwa na muda mwingine wa kutoka viwanja vya Mina kuelekea Arafat kwa muda tutakaoambiwa, muda wa kisheria ambao ni lazima tuwepo kuanzia adhuhuri. Sasa kwa kuwa watu wenyewe ni wengi, anaweza si akatupangia alfajiri ndio tuende pale, tukubali, tutaenda pale, tutakunywa chai pale, tutapumzika kwenye mahema, tutafanya yetu tunayaweza mpaka utakapofika huo muda mahususi. Kwa hivyo tukiwa Arafat, yako mengi ambayo tushaelezana na mengi tutakumbushana pale pale, si yale ya kutaka mtu, kwa sababu pale kinachotakiwa cha msingi ni wewe uwepo pale. Lakini unafanya nini ukiwa pale? Yako mengi ya kisheria ambayo ni mazuri, ndio hayo: kusoma Qur'ani, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuomba dua mbalimbali, na kila mtu ana shida yake. Sisi tunaweza kukuongoza katika dua ya kuomba mvua, sababu huko umeacha ukame.
kumbe sio shida kwa wengine, bali wengine hata kutaka mali sio shida, anayo tayari, hana dhiki kiasi hicho kama wewe. Sasa tukiwa na uhuru wa kuomba kulingana na kila mtu anavyojijua, na dua inakubalika na kuombeana kunakubalika, lakini ahlul ilmi wote wanakubaliana kwamba dua number 1 ni ile unaojiombea mwenyewe, sababu wewe ni unaguswa na tatizo lako kuliko shehe yoyote ile. Utamsimulia tu, bwana mimi kule kazini bwana wananikalia vibaya, kule nyumbani kwangu mtaani pia hawanipendi, lakini ile adha ya kutopendwa wewe unaijua sana kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo tumia fursa ujiombee, na ukimsogelea mtu, bwana tafadhali na mimi usinisahau katika dua yako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wakati wanakwenda hija akiambia, jamani ndugu yetu usitusahau kwa dua. Kwa hivyo kuombeana kupo, lakini kasi pia iwe kubwa mtu kujiombea. Na usikwame kuomba kwa sababu hujui Kiarabu. Jitahidi kuomba kwa namna yoyote ile ambayo mwenyewe unajisikia kwamba hapa nimeomba. Si tuelewana? Hayo ndio muhimu tutakayofanya mwezi 9, yanayochangia ile la msingi ambalo ni kuwepo Arafa. Alwuqufu biarafa maana yake ni kuwepo Arafa, ingawaje neno lenyewe linatafsirika kusimama Arafa. Hatumaanishi kuwa wima, lakini maana ya kusimama Arafa ni kuwepo pale Arafa. Unafanya nini? Shauri yako. Hata kama utasema la msingi kusimama, mimi sisemi lolote, some Qur'ani wala nini, utakosa tu faida nyingi ambazo ni fursa ya kipekee. Kwa hivyo tuombe sana, tulete adhkari sana, na ziko adhkari nyingine ambazo kupitia kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeona hizi nazo aliziona zina mchango mkubwa. Miongoni mwa aliyoyasema kwa njia sahihi, amesema afdalu ma qultuhu ana, miongoni mwa dhikri bora nilizopata kuzisema mimi, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyuna min qabli, na mitume wengine waliokuwa kabla yangu, miongoni mwa dhikri bora zilizozindima hapa ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii imekuja kwa form mbili, miundo miwili. Kuna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, au la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Chaguo ni lako. Zote Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi amezitoa kwetu, na mtu atafanya kile ambacho anaona akikifanya atakifanya kwa ufanisi zaidi. Kama tunavyosema kwenye sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sigha au ile miundo mingi, lakini bora ya miundo ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile ambayo inaitwa salatul ibrahimia, ile tunaisoma ndani ya sala kwenye tahiyat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita alayhi. Ile kwa kweli ndio number 1 katika matamko ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo irindime hivyo, lakini pia kuna swala la kiimani pale Arafa. Uwe uko pale ukiamini kwamba ndicho kinachotakiwa kufanyika, sio kama wamesema tuwe hapa bwana, ndio walivyosema viongozi tukae hapa. Yani upo pale mwili tu, lakini hisia zako, akili zako, mapenzi yako hayapo. Lakini pia kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni siku ambayo msamaha uko wazi sana, uishi pale ukiwa na imani ya zaidi ya 100% kwamba hapa leo mimi natoka nikiwa na uharaka uliokuwa plain, hauna mchoro wa aina yote, faili yangu iko safi kabisa, nikaanze 0 huko nakokwenda, alafu ije namba 1 na kuendelea. Sio unakaa pale siji kweli walivyosemaga wanawake wanasema hapa unasamehewa bwana, sijui inawezekana ya Mungu. Yani ukitia shaka umeharibu kila kitu. Na ndio maana Mtume sasa akasema mtu muovu sana siku ya Arafa, uovu mkubwa ni kutilia mashaka kusamehewa. Hata kama unajua mimi nina mazagazaga mengi, labda uwe unakosa ulilomtendea mwanadamu mwenzako. Mwenyezi Mungu kwa uadilifu wake, ukimkosea mwenzako hapo patabaki hivyo hivyo.
na mchoro mbaya. Ndio maana kama unakumbuka fulani siji hapa itashika simu, hebu mtafute, na kama yuko hapa mtafute. Ukikosa basi muombe Mungu, ya Rabbi, mimi nimemsamehe hapa ndugu yangu, naomba msamaha ingawaje sina uwezo wa kumfikia. Usikubali kuwa upo Arafa huku ukijua kwamba naweza kutangaza msamaha kwa mwenzangu ambaye nilikuwa sielewani naye, lakini ukawa wewe umekausha. Si vizuri. Ingia Arafa ukiwa umetupatupa takataka zote. Yale ambayo huwezi kuyafanya, Allah mwenye shahidi anajua kwamba huyu ametaka kusameheana nduguye, lakini amejaribu, ametuma voice message lakini haikwenda, lakini na nini, lakini uko pale, uko tayari. Nikifika tu nyumbani, ya kwanza tampigia magoti ndugu yangu kumwomba radhi kwa sababu hivi, kwa sababu pale Allah subhanahu wa ta'ala anasamehi watu wote walio katika visimamo. Anasema, shuhudilieni malaika kwamba nimewasamehi wote hawa na ninawasamehi wale watakaoombewa na hawa. Sasa wewe ukiwa bado una fundo lako, una mtu kule huna habari naye, ni tishio kubwa. Sasa haya yote ni mambo yanamguso wa imani, kwa sababu aliyosema haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume Mwenyezi Mungu amepasishwa na Allah, ametuambia huyu bwana huyu, wama yantiqu anil hawa, hatamki anayoyatamka kwa kuendekeza nafsi yake inavyotamani, anavyojisikia. Hapana, akiwa katika dawa hatamki analolifikiria mwenyewe. In huwa illa wahyun yuha, haiwi analosema, ila ukiona amesema ni wahi aliofunuliwa na Mwenyezi Mungu, kaambiwa sema hivyo. Na si lazima maneno hayo uyakute ya kwenye Qur'ani, ila Qur'ani imetuambia huyu bwana mkubwa akiongea akiwa katika nyanja za ufikishaji, ujue huo ni wahi umemwagiza aseme hivyo. Sasa wewe, miongoni mwa aliyosema ni kwamba siku hii ya Arafa kila aliye hapa anasamehewa, na wanapata msamaha watakaojaliwa kuombewa na watu walio hapa. Sasa wewe ukitia mashaka, maana yake hilo jambo haliwi, usharoga mambo yako, usharoga mwenyewe. Kwa hivyo tuwe pale Arafa tukiamini kwamba haya mambo ndivyo yalivyoelekezwa. Na tunasema siku zote jambo kuwa dini haiangaliwi ukubwa wa kile kinachofanyika. Kinachoangaliwa kweli mwenye dini ameagiza tufanye. Wewe kikuagiza atakwambia fanya hivi saa zote, fanya hivi, basi ujue thawabu zitaingia. Usiyekuona kufanya hivi ndio nini? Kufanya hivi ndio nini? Kwa nini kutoka hapo unatoka hapo unatamarua safa? Mara umetoka huko umerudi huko. Kama hivi umeenda. Hivi kama utafanya nyumbani kwako na si kwa mazoezi, hawezi watu kuzania mwehu wewe. Ikitokea kwamba unafanya hayo mtaani kwako, wala huoneshi ishara kwamba unafanya mazoezi ya viungo, wakakuona tu mara umeenda hivi, fakule umekaa hivi, mara umerudi hivi, hawezi watu kufikiria mzee tayari. Tayari. Wallahi nimemkuta jana uwanjani kwake, mara kenda huko. Alivyoniona mimi karudi huko. Mara zikakaa hivi, karudi huko tena. Kwa hiyo kwa kitu ibada, ndugu zangu, sio kinaangaliwa jambo lenyewe zanga kubwa linakutoa damu au jasho. Kitu hata kama kidogo, maadamu Allah amethibitisha moja kwa moja kupitia Qur'ani yake au kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujue hiyo ni ibada. Unajua falsafa yake na hikma, hujui, hiyo ni ibada. Viko vingi sisi hatujui hikma yake, pamoja na kuwa watu wameandika mavitabu makubwa juu ya kuelezea malengo ya sheria, hikma na falsafa zake, lakini tunayojua ni machache mno, mengi hatujui. Nani anajua kwa nini adhuhuri rakaa 4? Nani anajua kwa nini asubuhi rakaa 2 wakati mtu ameamka bado yuko sharp kabisa, ameingia bafuni, mwili umechangamka? Si ndio zingepigwa zile 4 hapa? Wakati saa 10 mtu ashachoka kibaruani huko, kaponda zege, amechoka yuhoi, ndio anaweka rakaa 4. Akili ya kawaida ingeona zile ndio mahali pa rakaa 2 hapa jioni, hapa mtu ushakuwa umechoka hoi, lakini pale ndio 4. Kule unaamka baada ya usingizi, mwili ushaputulia na kila kitu, pale ni rakaa 2 tu. Kwa hivyo ndugu zangu, kumbusho letu le kwamba tujiandae kinafsi, kwa maana kisaikolojia, kiimani, kwamba tunaelekea mbele yetu kuchukua hatua ya pili katika ibada yetu ya hija.
nayo ni kunuia hija peke yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wanaowafanyia wengine watawataja hao wengine kwa majina katika kipengele hicho, labbaik Allahumma labbaik. Tunaendelea, lakini maandalizi haya kama tulivyojiandaa kwenye umra, na hapa ndio maandalizi hayo hayo. Miiko ile ambayo imetokana na kuhirimia umra, kwamba si sabuni ya manukato marufuku, siji wanamume kuvaa nguo za kawaida marufuku mpaka watakapomaliza hija, siji kuvaa kofia kwa maana au kujifunika kichwa ni marufuku. Marufuku yataanza tena. Ile miiko, yale makatazo yote ambayo hapa kati tulikwepana nayo yatarudi upya. Sasa isitokee tena tunakukuta Mina pale na msuruali wako ndani. Hivi nitoe hii mbona kule ulitoa muda wote? Baada ya kumaliza umra ndio ulirudi kwenye hizo. Kwa tunakumbushana kwamba tukishahirimia tunarudi katika yale makatazo yote ambayo tulikatazwa baada ya kuhirimia kwetu umra, yatarudi upya na hayatamalizika mpaka tufikie hatua maalumu ambaye tutaiona sote na tutaambizana sote. Usithubutu kufanya lolote, si kuvaa kofia, si kilemba, si kapero, si vitu gani. Lakini tukizungumzia mavazi, hatuzungumzii mikanda ya saa wala mikanda ya kuvalia shuka, wala hatuzungumzii kukaa kwenye jengo lililoezekwa, wala hatuzungumzii kujifunika mwamvuli. Kweli mwamvuli, hivyo vyote havihisabiki ni kufunika kichwa. Hivyo ni vitu kawaida. Unaweza ukakaa chini ya mti wenye kivuli, huambii umejifunika. Unaweza ukatumia mwamvuli, huambii umejifunika. Unaweza ukakaa kwenye gari ndogo tu ambayo kipaa chake kiko hapa, huambii umejifunika. Sababu ndugu zetu wale, baadhi ya mashia zamani kwenye kampuni ya kaki, walikuwa wanaoda mabasi maalum yaliyofunuliwa wazi kule. Hapo kwa ajili ya mashia. Wao wanasema madam Mtume kakataza kufunika kichwa, basi na hii kufunika. Na mahotelini mngesema pia wakuzibulieni juu kuwe wazi. Lakini kwa ni jambo la kijinga huko hawafiki. Mngesema pia wakakuzibulieni na juu kule. Lakini pia haturuhusi kutumia manukato, lakini hukatazwi kama pana duka la vipodozi ukapita kuuliza bwana hivi mnaye nani vaseline mnaye ya kawaida, ingawaje pale patanukia na hewa utavuta, lakini haiambii umetumia manukato. Labda baadhi ya wanavyuoni wanasema kama utakusudia manukato we huyaachi, ukaona la mimi bwana bila yale bila aludi bwana sijisikii, pale pana duka huna nia ya kununua wala kukagua vitu, ukao umekwenda ili unukie, usikie panavonukia, au pengine wanatoa cheche kama hawa askari, unaona wanarusha vicheche vya maji au mashine zile maalum. Ukienda kwa malengo hayo, mwenye dini yake anajua, kwa sababu swala la dini si kwa ajili ya mtu, na hii ndio inatusumbua sisi. Wewe madamu unajua kwa matakwa ya dini hichi ulichofanya ndio sawa sawa, fahmadillah, shukuru Mwenyezi Mungu. Na ndio eneo ambalo tunafeli mno. Tumekuwa na vipaumbele vya kuona watu wanatumwagia maua. Mtu anafanya jambo anajua kabisa mimi nilichokifanya sicho, lakini kwambia wewe bwana ndio kidume wewe, sasa mashaallah wewe, basi wasiwasi wake umeisha. Umeishaje wasiwasi wako wakati ulichokifanya sicho? Hata yule kanambia sawa sawa, amekombea yule sawa sawa kwa mujibu wa ilmu au kwa kuwa tu amekunga mkono? Ameunga mkono. Kuna watu nimeona katika mtandao karibu 20 wamesema ndio vizuri. Wewe mwenyewe kwa kigezo cha dini unaona ndio sawa? Kwa kigezo cha dini kwa kweli naona nimevurunda. Jua umevurunda, alete toba kwa Mwenyezi Mungu utengeze. Kuna watu katika dini Qur'ani imesema yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafal. Wako watu wewe ukimwambia hongera bwana nimeona vitu vyako, hata vitu vyenyewe ikiwa vya kipuuzi, si vya dini, vinaharibu dini, maadamu wewe umemwambia okay lete 5 basi anaona ndio sawa. Hapana, dini haiko hivyo. Dini haiko hivyo, na wala majority kubwa ya watu kwa wako hivyo si hoja. Qur'ani inasema wa in tuti', ikiwa utawatii akthar min fil ardi, walio wengi katika ardhi, ukiona wengi ndio wamepatia, yudhilluka an sabili, watakupotosha.
Wingi ni hoja katika mambo ya kidunia. Umepigiwa kura na watu 100 na yule mzako akapata 90, wewe umepita. Katika dunia wengi wape, hiyo ni sawa, lakini katika dini wanaopatia ndio wape, hata kama wachache. Sasa sisi dosari hii inatukumba, tunakwama sana katika mambo yetu ya dini, kwamba dhamira zetu, presha zetu zote katika mambo ni kwamba umesifiwa kiasi gani. Nakumbuka kuna kipindi kimoja mashehe walikuwa wana mdahalo kwetu kule nyumbani. Sasa ikatokea nini? Huyu mmoja mgeni wa Dar es Salaam, hana watu wengi, hana washabiki. Kwa kweli bila kuficha, kwa sisi watu ambao tuko free, alipatia huyu bwana. Na wale wazee wenye majuti kubwa hawakupatia kwenye jambo lile walikuwa wakilijadili. Sitaki kuwataja ili wasije wakasononeka. Sasa mmoja alimwambia sema, nimeona wale wazee ndio walipatia. Ulijuaje na wewe sio msomi mzuri wa dini? Nimeona wale wengi walikuwa wanamsomea yule jamaa. Yule jamaa, yani kigezo cha kujua yeye kuwa yule jamaa ameshindwa, hakupatia, kwamba walio wengi hawa walimsomea. Sasa hana ndugu, hana jamaa hapa Dar es Salaam. Na huyu mwenzake ni kindaki, kila mtaa wanamjua. Atakosa kushangiliwa. Timu ya kigeni imekuja hapa, labda wa maafisa wa ubalozi ndio walioshiriki pale mpirani. Huyu anashangiliwa na kila mtu. Unadhani nani atakayenyongonyea? Maana yake kwenye hili, ndugu yangu haji, hakikisha unafanya ibada yako vile ambavyo dini inataka, kadiri iwe inavyowezekana. Usikubali kufanya jambo la kiovyo ovyo ukiuliza watu wengi wanafanya. Imamu Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Al-Idah fil Manasik anasema, jitahidi sana kujifundisha hiyo ibada yako. Lakini kama utaingia Maka kichwa, inawezekana pengine ukaona watu awamu nasi, mambumbumbu kabisa, wanafanya ukadhani ndio wanavyofanya watu ndio sawa sawa. Unaweza ukawakalidi watu awamu hawajui chochote, lakini kwa umma kutamaka na inawezekana ikawa Waarabu, ukadhania labda ndio sawa na wewe ukakopi pale. Hapana, hii si dini ya kukopi kwa watu, ni dini ya kukopi kupitia maandiko yake. Kuwa na pupa, kuwa na mwelekeo huo. Kwa hivyo ndugu zangu, tufanye hayo. Siku ya Arafa tukishamaliza pale mwezi 9 ule jioni limekuchwa, hii Arafa kuwepo ina sura mbili. Kuna watu wanaowahi tokea adhuhuri, wapo. Hawa ni sunna ya dini kwao. Hii nguzo ya Arafa wawepo muda huu mpaka likuzama jua. Ni vizuri likizama jua hawa waondoke. Hawakimbizwi, lakini ndio utaratibu mzuri. Kama ulianza tokea adhuhuri, ikifika limekutwa jua, ondoka. Na ile Arafa kutokana na ukubwa wake na umuhimu wake, dini imetutaka tutaposali adhuhuri, tukimaliza salamu alaikum wa rahmatullah, tusali na al-asri pale pale. Bila shaka mnajua Waislamu, katika hali ya kawaida haturuhusiwi kuswali swala kabla muda wake, na wala hatutakiwi kuswali swala nje ya muda wake bila dharura, si ndio? Lakini hapa angalia uone kwamba dini ni mapokeo. Eti kuileta swala kabla muda wake ndio sunna. Muda wa asri bado, lakini sunna ya hapa uilete swali hapa. Mbona muda wake bado? Sio, hii ni Arafa, sura nyingine. Kama ingekuwa mazoea ni yale yale, tungengoja mpaka saa 10 au tungengoja mpaka muda wake wa asri. Ndio maana wasomi tumezoea kusema adharu salati ni ngapi? Nini ya kwanza? Ya pili? Ongeza ya tatu, wa niyatul jam'i. Ongeza ya ngapi? Ya tatu, wa niyatul jam'i. Ukitia nia kwamba nitakusanya na nyingine huko, tayari ule ucheleweshaji wako umekuwa upo kisheria na ni halali kwako. Niyatul jam'i. Sasa tutaswali adhuhuri na al-asri,
pale pale. Mara nyingine huwa tunafanya haya kubaila, lugha za wazee wetu, mbele punde, kabla ya chakula, na wengine mara nyingine tunafanya baada ya chakula. Baada ya hapo unaingia muda wa kutadhalali kwa dua mbalimbali, kwa dhikri mbalimbali, kwa majambo mbalimbali. Tumesema si lazima ya dini, lakini sisi kitaasisi mara nyingi tunafanya dua ya pamoja kwa muda mfupi sana, haifiki hata robo ya muda wote. Tunafanya maombi ya pamoja, tunamchagua mwenzetu mmoja wapo, ongoza wewe, omba yale unayoona yanatugusa sote, na sisi tutasema amin, sio amen. Mara nyingi inasamko tunakuta matamko ima amen kama ile ya wenzetu watani wa jadi wa mkono wa kushoto, amen. Sio hivi, wala sio amin. Ukisema amin maana yake nyingine, bali imim legeza, amin, amin. Ukisema amin maana yake tunakusudia, tunalenga kwenda mahala fulani, kama ilivyo kule wala amina albayt alharam. Kwa hiyo ataomba mwenzetu na sisi tuseme amin, amin, neno ambalo tafsiri yake ya Kiswahili, ewe Allah tukubalie maombi yetu, ewe Allah tukubalie maombi yetu. Atafanya hivyo huyu mwenzetu kwa muda tutakaokubaliana. Baada hapo atafunga hii. Kitachofuatia ni kila mmoja sasa kufungua boksi lake, kontena lake, mna dhambi kiwango gani, aziweke wazi mbele ya Mungu wake, aombe kusamehewa. Afungue kasha lake, ana mahitaji gani, ana majambo gani, ayawasilishe kwa Mwenyezi Mungu, na kadhalika na kadhalika. Hapo sasa itakuwa kila mtu na nafsi yake, hafundishwi mtu cha kufanya. Fursa ndio ile. Na Arafat ni eneo kubwa la ardhi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vyovyote ana kijieneo alisimama, pengine alisimama eneo pale, na hakuna ushuhuda wa 100% unaweza kumwambia mtu umeona eneo hili lilosimama mimi, upaona hapa mguu huu umeuona na huu umeuona, bwana mkubwa ndio alisimama hivi hivi. Utaambiwa tu eneo lile pengine ndio alisimama. Ni mtu mmoja, nyinyi watu milioni kadha mlioko hapa Arafa, mnawezaje kusimama pale? Mtume hakuweka sharti hilo, wala hakusema ukisadifu kusimama aliposimama yeye ndio Arafa yako imekuwa namba 1 kuliko nyingine. Yeye alichosema ambacho kimepokewa kwa njia sahihi, amesema waqaftu hahuna katika ile hajjatul wadai. Na ile kwa nini tunahitaji reference? Kwa sababu ndio ya mwisho aliyosema pale, hakuna sheria nyingine iliyokuja kufanya review, yamebaki vile vile mpaka mwisho. Yeye alisema waqaftu hahuna, mimi nimesimama hapa mnaponiona nimesimama. Lakini wal arafatu, na eneo zima la uwanja wa Arafa, wal arafatu kulluha mawqifu, na Arafa yote inafaa kusimama. Utapoweza kusimama kiufanisi ndio hapo hapo. Sasa usithubutu kuambiwa na mtu eneo lile ndio alisimama ukatumia nguvu za ziada, lazima niwe eneo lile. Ukijaliwa kufanya hivyo haya, lakini hakuna sheria ya Allah inayokutaka kwa mabavu kufanya hivyo, hakuna. Na wala hutopata thawabu za ziada kwa kufanya hivyo. Wewe lenga, hakikisha umo katika mipaka ya Arafa. Lakini la pili, eneo la Arafa kwa sisi wageni, unaweza kuona ni kitu kimoja, unaweza kuona watu wamefurika, lakini si wengine tuliowahi kuishi kidogo hii nchi tukapajua. Mimi binafsi nimeishi miaka 7 nchi hii, toka Madina pale nakuja mara kwa mara kufanya ziara huku, najua mipaka ya Arafa iko wapi. Kuna wengine wanashinda kutwa nje ya Arafa, na mbele ya Mungu inasomeka hawakukaa Arafa, na ikisomeka haukaa Arafa nake hakuwa na hija kwao. Sasa wanaotutengezea mahema, alhamdulillah kwamba yote yanakuwa ndani ya Arafa,
Lakini sasa kuna watu mle huona hebu nitoke kule, ndio wapi ase ile mapesa jabali nini sijui jabali kitu gani, anatoka pale akiangalia anaona mimi naweza kwenda nikarudi bila kupotea. Sasa mwingine anakwenda kule anakaa muda wote, nishakuja turudi. Ukikaa muda wote kule mpaka jua au mpaka ule wakati unaofaa umeisha, kwa kweli umejiharibia. Ni vyema tukae kwenye mahema yetu. Changanya, kaa kwenye hema, ukiona sinzia kidogo, toka nje ya hema lako, miguu 3-4 nje kidogo hapa na pale. Kama unapita unafanya adhikari zako, sababu adhikari zenyewe sio lazima ukae pale kitako. Lakini pia si busara kukaa nje ya hema wakati wote unapulizwa na fukuto la jua ili mpaka dakika 2-3 umekaa unapepewa unaanguka, si vizuri. Na wizara za afya hapa zinasisitiza, kunakuwa na matangazo, mabango kwamba ndugu mpendwa Alhaji, hakikisha afya yako unaimarisha, hali ya hewa nje ni joto kali sana, sindigi kadha wanaweza kukutajia. Kwa hivyo jitahidi sana kuhakikisha kwamba unakunywa vimiminika kwa wingi sana, na alhamdulillah juice zinakuwa ziko kwa wingi, siza kununua upya kwa gharama zile kuweza kujisikia unywe lita 10-20, hakuulizi mtu. Ni vitu hivyo kwa kweli pale viko kuliko hata tunavobanwa kwenye restaurant kule, hubanu hivyo. Ukisema nitakunywa maji lita 10 kwa siku kunywa, lakini ujue tu vyoo viko vingi na wanaotaka kutumia pia wapo wengi. Viko vingi, maana sio 10 wala sio 15, mamia. Lakini bado unaweza ukenda pengine ukatumia dakika 10-15 hujapata fursa ya kuingia chooni. Kwenye hili ni angalizo zuri kwamba mtu asisubiri. Manake Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake tuna alam sote sisi, alam za kuona sasa kuna viashiria vya kutaka kwenda msalani. Sasa usisubiri mpaka vimechanganya tena unakingita unakita miguu yako visigino. Haja ndogo na kubwa hazitaacha kukushuka kwenye milango yake kwa sababu umekanyaga chini miguu. Wewe ukijua tu kwamba mimi nasikia hiyo ishara hiyo, wageni wanaanza kuja, basi tafuta mdogo usogee katika foleni, kwa sababu ni kitu cha kawaida. Unaweza kwenda ukajikuta wewe pengine ni mtu wa 13 wa 14 kwenda pale. Hata ikitokea hivyo kwa uchungu wa kujisikia kwenda msalani, unaweza kufanya chochote. Sisi mama wa Nigeria nani pale Mina alimwaga haja ndogo mbele yetu, akapania nguo bila kujua alikuwa nusu mweu. Tunakimbia pressure ya haja ndogo ile kaumwaga ule, sallu ala nabii, watu tunakimbia. Sasa haitoshi, hata ukisasa ala nabii ndio ushauvao. Sasa kwa tunasisitiza tu kwamba vinywaji vipo, viminika vipo, lakini ni vyema tuchanganye. Kaa kwenye hema lako, afya ikikuruhusu, toka nje ya hema, tembea hapa na pale kule na kwingineko. Kama unaweza kurudi bila usumbufu pale ulipotoka, weka ramani yako vizuri na kadhalika. Na kikubwa kinachowatesa watu kule jabali nini? Jabali Rahma. Kuna kamlima. Utaona mazingira kule kama unavyoona Mwanza kile kilima nini. Sasa Jabali Rahma inaaminika eneo lile aliwahi mtu wa Mwenyezi Mungu kutumia kama jukwaa, akatoa hotuba mahali palipoinuka. Sasa kila mtu katika mamilioni yale anaona hata na mimi lazima nikapande nifike pale. Kwanza kweli panahitaji afya nzuri, na pili kama hali yako si nzuri unaweza ukadondoka. Sio finyu sana, lakini panaendeka kwa mtu mwenye afya nzuri. Ila jukumu letu sisi kukuambia kwamba ile kupanda pale si sehemu ya dini. Ile kupanda juu pale si sehemu ya dini. Ukiweza kufanya ni mtalii tu, umeonyesha ule ubaunsa wako, kwa sababu hutokuwa peke yako. Kwa hivyo si sehemu ya dini ili ujisikie kwamba nimepanda mpaka pale ukadhania kwenye akaunti yako ya thawabu za hija kutaongezwa salio. Ukifanya kwa usalama wako alhamdulillah, lakini ikitokea ile mikiki yako ya kutaka upande pale ukafikia kujiumiza, sheria pia haikuachii, itakulaumu kwa nini umejisababishia madhara. Kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyokatazwa katika Uislamu, Muislamu kujisababishia madhara yeye mwenyewe na Muislamu kumsababishia madhara mtu mwingine.
Allah mwenyewe amesema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijiingize wenyewe katika mambo ya hilaki. Unajua hapa kuna riski kwangu, usifanye, na wala usimsababishie mwenzio hiyo hilaki. Sasa ukipaona umepaona, ukiona nisimame hapa mimi niko karibu bila kuvuja jasho, hatokatazwi, lakini zitumike nguvu za ziada ili ufanye hivyo. Sasa wapo ambao toka kenda asubuhi, pengine kabla hiyo adhuhuri, kaambiwa ile pale ndio Jabal Rahma, anaweza kwenda pale akashinda pale, adhuhuri ikamkutia pale na kila kitu kikamkuta pale, sababu unakuta watu wanaswali mle, wengine ni wafanyakazi, kwa sababu kuna maelfu ya wafanyakazi wako eneo lile. Kama kuswali sikuswali tu ukaswali nao, kumbe zako ni mafundi umeme, mafundi bomba wako pale katika kazi zao nyingine. Sasa wewe mpaka ninakuchua watu wanaondoka, unakuja unakimbia, hukusimama Arafa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alhajju Arafa, hija bwana hasa kilele chake ni Arafa. Na tulisema tunakumbusha, kutokana na huo umuhimu wake tutashuhudia magari ya wagonjwa ambao pengine walinuia hija lakini hali zao zikadorora wakiwa pale, kiasi kwamba imelazimika walazwe wapate huduma katika vituo vya afya. Lakini kama vituo hivyo viko nje ya pale, wanaletwa na ambulance, wanashinda pale na diripu yake na muuguzi wake mpaka lichojua atarudishwa tena udini huko. Kwa nini? Kwa sababu ikimpita hii Arafa haina namna ya kufanya. Sheria haina namna ya kufanya mwezi 9 ambao tayari ushapita uwe 9 tena. Sasa ikiwa hivyo ni kwa wagonjwa, wewe ulikuwa husi mgonjwa, tumia fursa yako vizuri. Na tusije kujisahau kwamba ibada kuu iliyotuleta hapa, joto hili na mapesa mengi yaliyotolewa kama hayo, ni ibada ya hija. Mtu apambane, atakapopambana awe anahakikisha kwamba hija yake ameitenda vile inavyotakiwa. Kusitokee kitu kingine kikawa kimefanyika hata cha kiibada, lakini ikawa kitu hicho kimefanyika kimekula utendaji wake, itakuwa hakufanya kitu. Kwani kuna ubaya gani? Hakuna ubaya, lakini kila mahala pana mambo yake. Sisi tumekuja kwa ajili ya hija, tunapata wasaa wa kufanya mengine, tuyafanye kwa uzuri na ukamilifu. Lakini ukiona hapa nianze sai nianze nkate, hapa niipe nafasi hija au hili jingine, ipe nafasi hija, kwani ndio yenyewe, na hilo tukio ambalo unatakiwa kulifanya hapo halifanywi mahala pengine wala mazingira mengine. Kwa hivyo ndugu zangu, Arafa itakuwa na sura hiyo, na tukimaliza Arafa tutahamia tena kupitia kwa mabasi kuja viwanja vya Muzdalifa. Usiku tutaupitiliza tukiwa hapo. Hilo tendo la kuwa hapo usiku ndio dini yenyewe. Mengine yote utakayejaliwa kuyafanya ni ziada ya kheri, lakini sheria tu inakutaka na umwinyi wako na umilionea wako na cheo chako, usiku huu uwe hapa. Mkubwa wa wakubwa anakutaka usiku huu uwe hapa. Mbona kuna vumbi? Nataka uwe hapa. Mbona hakuna mahoteli? Nataka uwe hapa. Mbona hakuna biriani? Nataka uwe hapa. Ndio mimi nataka uwe hapa. Hayo mengine utajua mwenyewe. Mimi nataka uwe hapa. Mpaka saa ngapi? Kwenye dharura wanaweza kuanzia saa 7 za usiku wakaondoka. Kwa wale ambao dharura zao wanazinahimilika, mpaka mkiswali asubuhi ndio mtaondoka hapa. Basi ndio maana utakuta miaka nenda miaka rudi, hija ni hayo yanayofanyika. Watu wamekuja hapo, wamekimbia hapo, wamebadili hivi. Wewe ukiangalia ndio mambo yenyewe haya jamani. Hela zote zi ndio haya tu. Ndio hayo. Ulitakaje? Dini ni mapokeo. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa kila hatua akifanya tukio alikuwa akiwaambia Waislamu wenzetu wa zama zake, masahaba hao, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi. Hawa kina Abubakari wapo, kina Umar wapo, lakini kwa muda huu kwangu mimi chukueni nini? Manasikakum, matendo yenu haya yote ya ibada za hija na nyingine chukueni kwangu. Na ndio maana utakuta Ibn Umar
alikuwa enzi zake au kina Nabii Muhammad washajiondokea sallallahu alaihi wasallam, anafanya hija baadhi ya maeneo, safari anayoongoza yeye, anasimama anchapuka kidogo barabara, aenda mahala kama anajisaidia vile, kisha anarudi, twendeni. Vipi, kuna sunna gani umeifanya peke yako? Asema mwaka niliohiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam eneo hili alijisikia haja ndogo, alichapuka kidogo pale akajisaidia. Na mimi nataka hija yangu ni copyright kila kitu, sina haja, sina chochote, lakini nimeenda pale nimezugazuga, kisha safari twendeni. Yani maana yake masahaba waliokuwa ving'ang'anizi katika kumfuata na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata eneo hili ameona aige jambo. Sasa usifikirie kama unaweza ukawazidi kirahisi rahisi, na utaona wenzetu walivyokuwa wanahimma katika kumuiga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuomba Allah na sisi atupe moyo huo huo. Tukishatoka Muzdalifa alfajiri, baada ya sala ya subhi, wenye dharura watatumia mabasi kutoka Muzdalifa kuja Mina, maana ndio tunarudi Mina. Hii ndio ile tulipiga kambi mwezi 8, hema lile lile, eneo ndio lile lile, mahala pale pale, kimkeka ulichotumia chako kitakuwa ndio kile kile. Sasa wale wenye afya nzuri tutatembea kwa miguu, lakini tunahiarisha hata wenye afya mbaya nzuri wakisema hata kwa nini bwana mlitukata kwa ajili ya mabasi, na mabasi ndio hayo, pandeni. Ila masafa mafupi haya kutoka Mina kutoka Muzdalifa kuja Mina, eneo ambalo tunakaa na kupiga mawe, ni pafupi sana. Anaweza kabisa mtu akafika akapiga mawe akanyoa na kadhalika, akarudi hemani amepumzika, akavaa nguo zake za kawaida. Wewe kwenye basi pengine hujafika. Kwa maana hiyo, wenye afya nzuri tunawashauri wajiunge na msafara wa miguu. Wenye afya zisizoruhusu wasijaribu hata kuiga, manake ngoja nitajaribu. Kujaribu yako mambo, hata hapa unaweza kujaribu. Hapa ukijaribu, ngoja nitajaribu kuzunguka, nikishindwa nitachukua kigari kile pale utanizungusha. Nabii zao zipo pale, ukitaka kutoa hotelini wakakufanyia tawafu na sai, wanatoza riali 450. La umejikokota mpaka kwenye mlango wa msikiti, wanatoza riali 300 peke yake. Lakini kule wale kwa miguu washaondoka, na wewe ulisema utaenda nao na umeshindwa katikati, ima wakubebe mgongoni au atokee mtu akubali na yeye kuvunja ibada yake kwa ajili yako, atafanya hivyo. Lakini kwa kweli wewe binafsi utakomfanya jambo la ovyo sana, umefanya makusudi ili usumbue wengine, na kusumbua mtu ni dhambi. Hata kule kwetu nyumbani, sikwambii katika ibada ukaona ngoja mimi siwezi, lakini ngoja nitawalostisha pale katikati, kwa sababu hatuwezi kuacha peke yako, hatuthubutu. Lakini kwa kweli wewe utakuwa umetenda dhambi na utaandikwa. Ingawaje jana mwezi 9 ulifuta pale, lakini umeona hata mimi mja wa dhambi, ngoja nitengeze nyingine, zitaandikwa, zitarekodiwa. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo wewe unaweza kuona hata hichi, lakini wallahi kama anavyosema mara zote Allah, watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Kuna baadhi ya mambo unaviona kama ni vyepesi, wanavyosema vijana, unachukulia poa, kumbe ni kitu kikubwa kabisa. Mtu anafanya ushirikina, mtu kwenye mzimu anaona ni kitu cha kawaida, akapeleka chakula pale, sindizi, asali, bisi za mtama, lakini mbingu zinakaribia kuchanika kuona subhanallah, Allah anafanyiwa upumbavu huu. Kwa hivyo tukishafika Mina kwa siku hii, itakuwa ni mwezi ngapi? Mwezi 10 mfungo 3. Matendo yanayotendwa mwezi 10 mfungo 3 yanayohusika na hija ni mane tu, hakuna zaidi, ni mane tu.
Unaweza ukayafanya yote na unaweza ukayafanya baadhi yake. Matendo hayo ni kupiga mawe kwenye kikuta kimoja kinaitwa Aqaba. Tendo la pili ni kunyoa au kupunguza. Tendo la tatu ni kuchinja kichinjo mwenyewe au wakala wako, na kwa sasa ilivyo ni wakala inachinja serikali yenyewe, kwa sababu mazingira haya hayamruhusu mamilioni ya watu haya kila mmoja ende machinjio na jisu lake apanie haramu achinje. Bila shaka serikali imeona haiwezekani, imetayarisha machinjio na mazingira husika, unawakabidhi mnyama wangu huyu. La nne na la mwisho, kama unaweza toka Mina urudi tena Maka, hapa tulipo, utoke Mina kule urudi tena hapa, uzunguke Al-Kaaba mara 7, unakuwa umemaliza hija yako yote kwa 100%. Lakini ukishamaliza hili lazima urudi tena Mina, ulale pale, unakaa pale usiku huu wa mwezi 10 kuamkia 11 na 11 kuamkia 12. Siwezi. Kama uwezi, basi fanya unayoyaweza. Hili la tawafu lisubiri mpaka utakapotoka Mina. Ukirudi Maka hapa unao muda wa kulifanya kiutulivu. Kwa kumaliza hayo, tumemaliza baadhi ya nasaha zetu. Mratibu ananiambia kuna baadhi ya mambo ambayo nataka pia yasemwe, yaelezwe, yatolewe ufafanuzi, lakini kwa kadri tutakuwa pamoja tutaambizana mengine, kama tulisema yale yanayofuatia mbele yetu hili na kukaribisha kama kuna